Wakati ambapo mwamba Ibrahim Traore alipoweka kijiko kimoja tu cha chakula chake wakati wa mlo wa jioni, akahisi kuna kitu hakiko sawa katika mwili wake. Mishipa ya damu ni kama imeganda mwilini mwake, na koo linawasha mithili ya mtu mwenye mafua makali sana na presha kwenye kifua chake. Na kila mtu aliyekuwepo kwenye hicho chumba akasimama. Wakajua tayari amewekewa sumu, lakini ni nani aliyeweka sumu? Je, ni walinzi, ni mpishi, au ni aliyehudumia? Ama ni watu waliowategemea sana ambao ni washauri wa rais? Na mambo haya yote, je, ataliona tena jua la kesho likichomoza? Pakawa na ukimya katika ikulu, na basi siku ikawa inaenda kwa namna hiyo. Ni kwamba huu ni usiku ambao Ibrahim Traore amekaa kwa ajili ya chakula cha jioni baada ya kufanya mambo mengi kwa ajili ya taifa mchana kutwa. Kama kawaida alikuwa na washauri wachache karibu na meza yake. Alikuwa na mradi wa maji ambao ungetakiwa kufunguliwa mashariki mwa nchi ya Burkina Faso. Na wakati huo waziri wa maji akiwa na noti yake mkononi akamwambia, mkuu, wanakijiji wanakusubiri sana. Na Traore akaitikia tu kwa ishara ya kichwa, huku akiwa anakula chakula chake ambacho ni wali na kuku wa kukaanga pamoja na mboga za majani pembeni. Kwa sababu mradi wa maji safi ya kunywa ulikuwa ni mradi wa 32 kati ya miradi 50 ambayo anataka kuifanya. Na akasema haya ndio ambayo tumewaahidi wananchi, wakati huo huku akitupia kijiko cha chakula mdomoni. Ili kufikia malengo tunahitaji, na hakuweza kukamilisha hiyo sentensi yake. Ghafla akaanza kuhisi kitu tofauti katika mwili wake. Akaanza kuhisi koo linawasha, pressure, lakini akahisi ni kama damu imeganda katika mishipa ya mwili wake. Macho yake yakaanza kufifia na masikio yake yakaacha kusikia wanachokiongea ama kinachoendelea pale. Waziri wa mambo ya ndani aliyekuwa karibu naye akamuuliza, bwana rais, uko sawa? Lakini Traore hakuweza kujibu. Alijaribu kuichukua glasi ya maji, lakini mkono wake ulikuwa unatetemeka sana. Mpaka hapo kuna kitu kilionekana hakiko sawa kabisa. Rais amepewa sumu, mwite dokta haraka, Kabore akawa ameongea kwa sauti. Ghafla hali ya ikulu ikabadilika hapo hapo, walinzi wakikimbia huku na huku. Waziri akasimama na kila mtu hapo haelewi nini kinachoendelea, lakini Traore anajaribu kupambania hali yake, lakini kwake kila kitu kio kinaonekana kama kinafifia. Na sauti ikasikika ya waziri kuwa, ebu fungeni ikulu, asiingie mtu yeyote hapa. Haya ni mauaji kama mauaji mengine, wamejaribu kumuua rais. Wakati huu rais alikuwa akitetemeka na akipata shida kupumua, na akaambiwa, tafadhali rais, tafadhali subiri kidogo tu, tumeita daktari. Na haraka madaktari wa ikulu wakafika haraka, na Dr. Zongo akaanza kumulia. Akaangalia haraka mishipa yake na akagundua kuwa huyu amelishwa sumu, anahitaji kupelekwa hospitali haraka sana. Akaongea kwa sauti kidogo ya tension kidogo. Na kitu alichokisikia Ibrahim Traore kabla hajapoteza fahamu ni Dr. Zongo akiongea kuwa sumu inasambaa kwa haraka, tunahitaji kufanya haraka. Wakampeleka kwenye hospitali ya jeshi ambayo ikawa na ulinzi mkubwa sana, na nje wamejaa maaskari, na tayari akapelekwa kwenye chumba cha matibabu. Na hapo akiwa anapambania uhai wake, mashine zikawekwa kwenye mwili wake, huku akiwa anaendelea kumonita ni nini kinachoendelea. Na nje ya hospitali tayari maneno yakaanza kusambaa juu ya hali ya rais. Watu wengi wakakusanyika wakiomba, lakini kwenye mitandao ya kijamii watu wakawa wameweka hashtag kuwa muombee Traore, omba kwa ajili ya Traore. Hiyo ikaanza kusambaa kuwa hii ni kazi ya watu wa magharibi. Baadhi ya waandamanaji walianza kupiga kelele hivyo, Traore ni mtu hatari sana kwa ajili ya uhuru wetu, kwa hawa watu wa magharibi ni wao lazima wamefanya hivyo. Hapana, ni wasaliti kutoka ndani hapo, ndani ya walinzi wake. Watu wengine wakajibu hivyo, nyoka anaishi ndani ya ikulu. Vyovyote ilivyokuwa, wakati huu kijana mdogo Ibrahim Traore alikuwa anapambania uhai wake na nchi ikiwa inasubiri. Nje ya hospitali yuko afisa wa ulinzi wa Draogo na waziri Kabore na waziri mkuu Diallo wakiwa wamekusanyika. Na Diallo, waziri mkuu, akauliza, vipi, situation ikoje hapa, hali iko vipi hapa, huku akimaanisha kwa swali lake. Lakini Dr. Zongo akasema ni critical kidogo, lakini kila kitu kiko chini ya uangalizi. Zongo huko akiwa ameshika ripoti ya rais akasema, hii sumu ni sumu hatari sana, na kule maabara wanaendelea kuifanyia uchunguzi, lakini hii ni sumu ambayo haiwezi katengenezwa tu na mtu wa kawaida hivi, hapana. Haya ni majaribio ya mauaji, akaongea wa Drogo huku kwa sauti ya chini kidogo. Na hili lazima linatokea ndani humu. Ni nani alimwandalia chakula rais? Ni nani alikuwa mezani? Tunatakiwa kuchunguza kila kitu na kila mtu, na tunatakiwa kwenda kwa utaratibu, akaongea
waziri mkuu Diallo. Panic itatuweka katika matata, lakini tunachojaribu kufanya hapa ni kufocus na afya ya rais. Kabore akaitikia, lakini lazima uchunguzi uanze kufanyika haraka mara moja. Kila mmoja ndani ya ikulu ni mshukiwa, toka shefu wa jikoni mpaka washauri wake rais, kutoka kwa walinzi mpaka kwa watumishi. Tunatakiwa kuchukua hatua, akaongea Diallo ambaye ni waziri mkuu. Na je, ni nani ataendesha uchunguzi huu? Ni polisi wanaohusika na ikulu? Ni jeshi? Ni usalama wa taifa? Ouedraogo akafikiria akasema, hapana, hata mmoja hapo hatahusika. Hawa wote ni waaminifu sana kwa rais, lakini tunahitaji kutafuta mtu kutoka nje ya hapo. Na waziri mkuu akaitikia, ni nani sasa? Na wakati huo katika mji wa Wagadugu, mzee mmoja mwenye umri wa miaka 63 alikuwa anasikiliza redio, na jina lake alikuwa anaitwa Maurice Sankara, mkuu wa usalama wa Burkina Faso mstaafu. Miaka 3 iliyopita, mojawapo ya vitendo vya Ibrahim Traore ilikuwa ni kumuondoa kutoka ofisini, yani kumstaafisha, na imedhihirika kwamba Ibrahim Traore amepewa sumu. Aliongea mtangazaji kupitia redio ambayo huyu mzee Maurice Sankara anasikiliza, na hali yake kwa kweli ni hali mahututi. Sankara akapumua na akasema, kwa sababu kulikuwa na historia kubwa kati ya yeye na Traore. Traore alimshutumu kushirikiana na Ufaransa na akamuondoa kutoka ofisi na akampeleka katika nyumba ya adhabu, na mwaka mmoja nyuma tayari amekuwa huru, lakini chini ya uangalizi. Na mwito wa simu ukayatibua mawazo yake. Aliyepiga alikuwa ni mfanyakazi mwenzi. Akamwambia Maurice, watakupigia simu, watawasiliana na wewe, uwe tayari. Ni nani? Sankara akauliza. Akaambiwa kutokea ikulu, watakupigia ili uende ukafanya uchunguzi juu ya sumu. Sankara akacheka akamwambia, hebu acha ujinga, Traore ananichukia mimi, alinishutumu kwa uhaini. Huyu mtu mwingine akasema labda, lakini kwa sasa hajui ni nani wa kumamini ndani ya ikulu tena, na kuna sababu moja tu ya kuwa atakutaka wewe. Na Maurice Sankara akauliza, hiyo sababu ni ipi? Kwamba kila mmoja anajua chuki mnazochukiana, lakini unaweza ukathibitisha kuwa haumchukii kwa kufanya hiyo kazi. Na asubuhi yake mlango ukagonga nje, magari mawili kutoka ikulu yakiwa yanamsubiri. Bwana Sankara, kuna watu wataka kukuona, aliongea ofisa mdogo, na Sankara akaitikia. Na wakati huo akaondoka, kwa sababu alikuwa ana hizo taarifa na anajua. Na msafara ukaelekea moja kwa moja kwenye hospitali ya jeshi. Kwenye korido ya hospitali kuna waziri mkuu Diallo, mkuu wa usalama Ouedraogo na waziri wa mambo ya ndani Kabore wakiwa wanamsubiri. Bwana Sankara, huyo alikuwa ni Diallo, waziri mkuu, huku akimpa mkono. Asante kwa kuja. Lakini Sankara hakutoa mkono wake. Je, nilikuwa na chaguo waziri mkuu? Maana mwanzo nilishutumiwa kwa uhaini, lakini kwa sasa kwa nachoelewa mnahitaji msaada wangu, sivyo? Hapana, nchi inahitaji msaada wako, akaitikia Kabore. Rais yuko hali mahututi na kuna mtu alijaribu kumuua. Mtu kutokea ndani, akaongea Ouedraogo, yule mkuu wa ulinzi. Chakula kiliandaliwa na kuwekwa mezani ikulu na kila mtu ni mshukiwa. Na Sankara akajibu, sasa ni kwa nini mimi? Kwa sababu mimi mmeniweka nje kwa muda wa miaka 3. Traore aliharibu karia yangu na sifa yangu. Hiyo ndiyo maana, akaongea waziri mkuu Diallo. Hata kama ni adui mkubwa wa rais anataka kumsaidia, baadaye hapo tutatafuta sasa sababu ilikuwa ni nini haswa. Na Sankara akafikiria, huu ndio ulikuwa wakati mzuri sana kwa ajili ya kulipa kisasi kwa kuniharibia karia, lakini pamoja vile vile na sifa yangu. Kwa maana kuwa kama Traore atakufa, basi maisha yake yatarudi kuwa kawaida. Lakini hilo lingekuwa ni shambulio baya ambalo halifai kufanywa hata kama ni adui yako. Je, ni nini kilitokea? Sankara akauliza, hebu niambieni, nipeni maelezo kwa kina. Jana usiku wakati wa chakula cha jioni, rais alikula vijiko vichache tu, alafu ghafla akaanguka. Basi tukaita daktari akasema ni sumu, na sasa ndio yuko huko kwenye hicho chumba, yuko hali mahututi, na kule maabara wanaendelea kufanya ili waweze kujua hii sumu ni ya namna gani, na kwa sasa operesheni hii iko mikononi mwako, aliongea Diallo. Una ruhusa ya rekodi zote, security camera na kila kitu viko mikononi mwako, lakini matokeo yatakayotoka lazima uyalete kwetu kwanza, na hatutaki kutengeneza panic. Na Sankara akaitikia. Je, naweza kumuona rais? Na hawa watu watatu wakaangaliana kwa mshangao kidogo. Kabore akauliza, kwa nini? Huku akiwa na mashaka kidogo. Kwa sababu nataka kuelewa aina ya hiyo sumu, akaongea Sankara. Nione hizo dalili
na namna ilivyo, na hii itanipa mimi wazo kudili sasa na kujua chanzo cha hii sumu ni sumu ya aina gani. Akapelekwa kwenye chumba cha Ibrahim Traore na ulinzi mzito. Wakati huo Traore amelala kwenye kitanda na mashine zikiwa zimewekwa mwilini mwake, kule monitor zikiwa zina blinki. Mtu aliyemfukuza akampeleka kwenye nyumba hiyo ya uangalizi kwa muda wa miaka 3. Sasa leo yupo anapambania maisha yake. Hebu tupeni dakika 10, akaongea Maurice Sankara akiwaambia madaktari pamoja na manesi watoke kwenye hicho chumba. Wakati wameondoka, Sankara akisogelea kitanda ambapo amelala Ibrahim Traore. Akamwangalia Ibrahim Traore usoni. Macho yake yamefunga lakini kifua chake kina hema. Alikuwa bado yuko hai, na Sankara akamwambia, unajua bwana rais, sijawahi kukupenda tangu umeniondoa kwenye nafasi. Nilitamani ufe kabisa. Sio kama hivi, lakini ni heshima sana kumwona adui yako akifa, lakini sio kwa sumu kama hivi, maana huu ni usaliti. Wakati huo mashine zikibipu, Traore alikuwa yuko vizuri lakini yuko mahututi. Na Sankara kauliza, nani amekupa sumu? Okay, ngoja nitafuatilia nijue. Sio kwa ajili yako, ila kwa ajili ya kurudisha heshima yangu. Sankara akaipitia ile taarifa au ile ripoti ya namna ambavyo wamemfanyia matibabu na kujua ni nini sumu ya aina. Sumu ilikuwa ni kali lakini sio sumu ya kuua. Fikiri, sio ya kuua, ni kali lakini sio ya kuua. Lakini kwa nini? Na wakati huo macho ya Traore yakafunguka, lakini wakati huo anashindwa kutambua, lakini aliweza kumtambua Sankara. Akaongea kwa shida, wewe, kwa hiyo ni wewe ndo ulifanya eh? Hapana, mimi sija kuwekea sumu. Sankara akajibu, niko hapa kukusaidia kuokoa maisha yako. Na Traore akauliza, kwa nini? Kwa sababu mtu aliyekuwekea sumu sio anakuua wewe, anaiua Burkina Faso. Na mimi siwezi kamwe hata siku moja kuisaliti nchi yangu ama taifa langu. Na wakati huo Traore akafunga macho tena. Na wakati huu Sankara akaondoka. Kwenye corridor Ouedraogo alikuwa anasubiri. Akamuuliza, vipi, umeonaje hali huko? Je, umegundua nini? Wazee, sumu ni kali, akaongea Sankara. Lazima hii imeandaliwa maabara, tena na mtu mjuzi ambaye ni mkemia mjuzi. Dalili zinajulikana. Kwanza huwa inaanza kuwasha hapa kooni na kufanya mwili kuwa dhaifu, alafu na mgonjwa kutetemeka. Na Ouedraogo akauliza, kwa hiyo hii inamaanisha nini? Sumu haikuwekwa ili muue, hapana. Kama ingekuwa ni hivyo, tayari rais hivi tunavyoongea angekuwa alishakufa tayari. Hili ni onyo na ni ujumbe umetumwa. Ouedraogo akahema. Kutokea wapi wa ujumbe, na hilo onyo ni kutoka kwa nani na ni kwa nini pia? Ndiyo maana nahitaji kufanya uchunguzi kule Ikulu, akaongea Sankara. Na inabidi nianze haraka sana na mnipe maelezo ya kila mmoja ndani ya Ikulu, tukianza na walinzi, wapishi, wale wahudumu, washauri na kila mmoja. Yaani nasema kila mmoja mpaka wafanya usafi, nataka kujua kila kitu. Tumeandaa mafaili, akaongea Ouedraogo, na akampa tablet akasema, hii hapa, na humo kuna taarifa za kila mtu, watu 342 wanaofanya kazi Ikulu. Na wakati huo akachukua Maurice Sankara akaanza kufanya utafiti na akachagua maofisa 2 kutoka kwenye usalama wa taifa ili waweze kumsaidia. Watu 2 ambao wamebaki waaminifu kwa Sankara, ambao Traore hakuwaondoa kwenye nafasi zao. Akaanza kusema, kwanza ataka kuelewa mlolongo wa chakula, namna kinavyoandaliwa na kinakujaje mezani kwa rais, ili aanze kula hatua kwa hatua. Ouedraogo alikuwa amemleta shefu wa Ikulu. Akamwambia shefu, haya anza kuelezea. Shefu jina lake alikuwa anaitwa Bemana, huku akiwa anatetemeka. Na Sankara kauliza, bwana Bemada, usiwe na wasiwasi, hatufikiri kitu chochote kibaya kinaweza katokea kwako. Hapana, tunataka tu kujua namna ya uandaji wa chakula. Na shefu akaitikia, nimekuwa nikifanya kazi miaka 14 ndani ya Ikulu, bwana mkubwa. Nimewatumikia marais 3 kwa vipindi tofauti tofauti, na mimi ndio huwa naandaaga chakula cha rais. Na hata Ibrahim Traore, rais wa sasa, mimi ndio huwa namwandalia chakula. Na chakula chake anachopenda ni wali, kuku pamoja na mboga za majani. Je, unapata wapi virutubisho na viungo kwa ajili ya hiki chakula? Akauliza Sankara. Kutokea kwenye shamba la Ikulu. Kwa ajili ya usalama, vyakula vyote vinakuzwa pale pale Ikulu. Na kila chakula kinachoingia pale huwa kinaangaliwa kwa umakini. Na jana usiku aliyeleta chakula ni Suleiman, ni mtumishi mwaminifu kwa muda wa miaka 8 ndani ya Ikulu. Sankara kaandika yale maelezo na akasema ni nani aliyekuwepo hapo usiku huo. Waziri wa mambo ya ndani Kabore, waziri wa uchumi Kulabare, mkuu wa usalama Ouedraogo na waziri wa mambo ya nje Zida. Akajibu yule chefu,
Halafu na mwingine alikuwa ni Rais Traore. Bado yule shefu akaendelea kuongea. Sankara akamuondoa yule shefu na akarudi kwa Ouedraogo. Hebu mtafute mhudumu Suleiman. Na wakati huo wale wapelelezi wakagundua kuwa Suleiman aliondoka Ikulu tangu usiku uliopita, hayuko nyumbani kwake na simu yake imezimwa. Basi huyu ndio mshukiwa namba 1, kaongea Ouedraogo. Unaona, amefanya uhalifu na amekimbia. Huyu inawezekana ndo alibeba hiyo sumu na kumwekea rais, lakini lazima tutafute mastermind nyuma yake. Ni nani huyo? Je, huyu mtu tutampata wapi? Na rafiki yake ni nani? Na alionana na nani kabla hiyo siku kuleta chakula? Na je, kumekuwa na matumizi yoyote ambayo ameyafanya, manunuzi yoyote ya kitu chochote cha gharama hivi karibuni? Simu mpya, saa mpya, gari, nyumba? Je, kuna kiasi chochote kikubwa ambacho kimewekwa kwenye akaunti yake? Na timu ya upelelezi haraka haraka wakaanza hatua, lakini hawakuona kitu chochote ndani ya nyumba yake kilichonunuliwa kipya. Lakini katika nyumba yake ya maficho kulikuwa na bahasha ambayo ilikuwa na pesa za kigeni. Kulikuwa na euro 10,000. Huu ni ushahidi, akaongea Ouedraogo. Hebu nipeni picha za Ikulu, akawaongea Sankara. Nataka kuona kila kitu kuanzia wiki iliyopita. Kwenye chumba cha usalama ambako ndiko control room, Sankara na timu yake wakatumia masaa mengi wakiangalia record za mienendo ilivyokuwa. Wakafuatilia mienendo yote ya mhudumu Suleiman. Pause hapo, akaongea Sankara. Wiki iliyopita saa 8:32 Suleiman, kuna mtu anaonekana anaongea naye huko nyuma ya bustani ya Ikulu. Na aliyekuwa anaongea naye ni mmojawapo wa washauri wa Ikulu, Hamidu Savadogo, mshauri wa mambo ya mahusiano na nchi za nje. Hebu zoom, Sankara kaongea. Savadogo alikuwa anampa bahasha ndogo huyu mhudumu. Mbona kama alipokea pesa? Lakini Sankara akasema labda, lakini sina uhakika kama huyu ndo aliyeweka sumu. Mtafuteni Savadogo mumlete hapa. Na Savadogo akapatikana mashariki mwa Ikulu ya Ouagadougou kwenye ofisi yake. Na alipoitwa kwenye chumba cha mahojiano alikuwa yuko poa tu. Bwana Savadogo, ulikuwa unaongea nini na huyu mhudumu ile wiki iliyopita? Savadogo akauliza nini? Nimekumbuka, nilimpa zawadi kidogo, mama yake alikuwa ni mgonjwa. Nilimpa euro 10,000. Kwa hiyo je, ni nini? Naweza kufanya chochote nachokitaka na pesa yangu? Ndiyo unaweza, Sankara akamjibu Savadogo. Lakini wakati huu umekuwa ni wakati mbaya sana. Huyu mhudumu anapokea pesa na rais anapewa sumu. Na mhudumu mwenyewe anapotea ghafla, haonekani. Je, una maelezo yoyote kuhusu hii? Savadogo akakosa ujasiri akasema, mimi sikumpa sumu rais, na sijui huyo Suleimani ameenda wapi. Na je, kwa nini ulitoa pesa euro 50,000 kwenye akaunti yake? Akauliza Sankara huku akitoa document. Savadogo akatoa macho. Umekuwa ukifuatilia na kuchunguza akaunti zangu? Wewe umekuwa ukichunguza akaunti zangu? Na Sankara akamjibu, kwanza miaka 3 iliyopita ulikuwa umepewa makazi kule Ufaransa, Paris. Umetaka kuliuza taifa. Na hapo Savadogo akasema, hapana, mimi niko tu mtu wa katikati. Akaulizwa, mtu wa katikati ni nani? Hawezi kuongea. Akaongea Savadogo huku akitetemeka, jasho likimtoka. Akasema, wataniua nikiongea tu, nikiwataja tu wataniua. Sankara akaongea, bwana Savadogo, rais akifa hapa kutakuwa na machafuko. Na wewe ndo utakuwa mshukiwa na mtuhumiwa mkubwa wa mauaji ya rais. Na utapelekwa gerezani kufungwa maisha au utapewa adhabu ya kifo. Utauawa. Na sasa nakuuliza kwa mara ya mwisho, ni nani alikutuma? Savadogo akakaa kimya kwa muda, lakini baadaye akasalimu amri. Ni afisa kutoka kwenye ofisi za Wafaransa na jina lake ni Pierre Dumont. Savadogo akakiri. Tulikutana kwenye conference huko Paris miezi 2 iliyopita, na hapo ndipo alipoanza kunitongoza. Na akasema kutakuwa na ushirikiano. Sankara akauliza, ni ushirikiano wa namna gani? Kushawishi sera za magharibi ndani ya taifa la Burkina Faso, kuzuia Ibrahim Traore kuendelea kuwa na ukaribu zaidi na China na Urusi, kukusanya taarifa. Na walikulipa shilingi ngapi? Sankara akauliza. Ni euro 5,000 kila mwezi wananilipa. Na wakaniuliza jambo lingine zaidi, kubwa zaidi, ambalo sasa ni kumuua Traore kwa kumwekea sumu. Ni kumwekea tu sumu, lakini si kumuua, ili kumfanya awe mgonjwa. Lakini sumu ilikuwa sio ya kuua ile, hapana. Nina hapa ndugu zanguni, atakuwa mgonjwa tu kwa wiki chache. Na kipindi hicho ndicho kipindi ambacho waziri mkuu atachukua madaraka na kusaini baadhi ya mikataba na makubaliano. Sankara akauliza, ni makubaliano gani hayo na ni mikataba ipi hiyo? Kuwarudishia Wafaransa migodi ya dhahabu, kurudisha kambi za kijeshi za Wafaransa na ushirika mpya wa masuala ya uchumi. Sankara akamwangalia, na Suleimani yuko wapi?
Savadogo akasema hapana, mimi sijui huku akitetemeka. Mimi nilimpa tu sumu akaweka kwenye chakula, na baada ya mpango kutimia angetakiwa tu aondoke, maana naye pia alikuwa amelipwa kama mimi. Na masaa machache Maurice Sankara akaonana na waziri mkuu Diallo, mkuu wa ulinzi wa Traore na waziri wa mambo ya ndani Kabore, na akawaambia kile alichokigundua katika upelelezi wake. Kwa hiyo ni Wafaransa walimtuma ni kwa sababu wamekwazwa na sera mpya za kuiweka huru Burkina Faso. Tumemweka Savadogo chini ya ulinzi, lakini hili jambo linaonekana limevuka mipaka na tunamtafuta Suleimani lakini hatumuoni, akaongea Ouedraogo. Labda anaweza kawa amekimbia huyu. Lakini Sankara akasema hapana, huyu hajakimbia, huyu wamemuua kwa ajili ya kupoteza ushahidi. Sasa tufanyeje? Diallo waziri mkuu akauliza. Je, tutangaze? Lakini hapana, sio kwa sasa. Sankara kwanza tusubiri rais apone na nina mpango. Sankara akaweka mpango chini kwa ajili ya kumtegea mtego huyu bwana Pierre Dumont. Na Savadogo atamwambia Dumont kuwa hali ya rais ni mahututi, na Dumont atakuja huku katika taifa la Burkina Faso kwa siri kwa ajili ya kusaini hiyo mikataba, na hapo atakamatwa. Ni plani kidogo ambayo ina gharimu, lakini itabidi. Lakini ikifanya kazi basi tutakuwa tumeweza hapo. Na mpaka wakati huu hali ya rais ilikuwa inaendelea vizuri, ingawa hajapona kisawasawa, lakini angalau anaendelea vizuri. Na Sankara akawa anakuja kila siku mara 2 kuangalia hali ya rais anavyoendelea. Na siku ya 3 Traore akaweza kuwa vizuri na akaweza kupata muda wa kuongea na Sankara. Unajisikiaje Mr. President? Sankara akamuuliza. Traore akajibu, ni kama nimegongwa na roli hivi, lakini mimi ni mzima. Ni nani alifanya hivi? Na Sankara akamsimulia kila kitu. Kwa hiyo Wafaransa bado wanahitaji kuidhibiti nchi yetu na rasilimali zetu, Traore akasema. Yaani uhuru wetu na haki zetu na rasilimali zetu hivi vinawasumbua sana. Lakini bwana rais, tuna mpango wa kuwakamata au kukamata huyu ambaye ameandaa mpango, lakini kidogo ni mpango wa hatari kidogo. Hebu niambie, Ibrahim Traore akasema. Na Sankara akaweka plani chini na mpango kwa ajili ya kumkamata Dumont. Watatangaza habari kuwa hali ya Traore ni mbaya, na wakati mwingine inaweza kawa na taarifa kuwa Traore hayupo, ameshafariki. Na hilo litawafanya wote waliokuwa kwenye mpango huo kujitokeza. Sasa fanya haraka, Traore akasema. Tunahitaji kujua ni nani anataka kuchukua serikali hii, nani anataka kutuendesha. Na haraka mpango ukawekwa kwenye mipango. Lakini siku iliyofuata waziri wa afya wa Burkina Faso akatangaza kwamba rais hali yake ni mahututi. Kwa tangazo la kwanza lilikuwa hali ya rais ni mbaya na yuko mahututi, na tangazo la pili lililofuata ni kuwa rais anapumulia mashine. Na Savadogo akatuma ujumbe huo kutokea kwenye simu yake ambayo amezoea kuwasiliana na yule waziri wa kule Ufaransa. Akamwambia Pierre Dumont kuwa hali imekuwa ni mbaya kuliko walivyotegemea na rais atakufa ndani ya siku chache tu. Na tayari waziri mkuu Diallo ameshachukua tayari uongozi na yuko tayari kusaini ile mikataba ile ambayo imekuwa mkinituma. Wakati huu ulinzi wote wa Burkina Faso walikuwa wako macho kuangalia na kufuatilia kwa ukaribu hilo tukio. Na baada ya siku 2 TV ya taifa na redio ya taifa zikatangaza habari kuwa tayari rais wa Burkina Faso amefariki dunia. Huu ulikuwa ni mpango wa uongo ambao kwa ajili ya kuvuta yule panya waliokuwa wanamtafuta. Na ripoti hii watu walipoipata, wengi walikusanyika wakiomba, wakilia hapo kwenye mji wa Ouagadougou na nchi nzima ya Burkina Faso wakimlilia rais wao. Na siku 2 tayari huyo waziri akatoka Ufaransa akaingia ndani ya taifa la Burkina Faso. Huyo alikuwa ni Pierre Dumont, na kama protocol ama utaratibu ulivyo, basi alikuwa na mkutano na waziri mkuu Diallo na kuleta salamu zake za rambirambi kwa ajili ya kifo cha rais. Na chumba maalum kiliandaliwa katika sehemu hii ya waziri mkuu. Diallo, Maurice Sankara na maafisa wawili wa kiserikali walikuwepo kwenye hicho chumba. Wakati Dumont ameingia, kulikuwa na huzuni ya uongo na ukweli pale. Bwana waziri mkuu, kwa niaba ya serikali ya Ufaransa tunatoa rambirambi zetu kwa kuondokewa na rais wenu kwa kifo cha Ibrahim Traore, akaongea huyo bwana Dumont. Na Diallo akaitikia, asante sana bwana Dumont, nashukuru. Tafadhali kaa, tuna mambo kadhaa hapa ya kuyajadili. Huu ungetakiwa kuwa mkutano wa siri, si ndivyo? Lakini waziri mkuu akajibu, hapana, huyu Sankara ni mlinzi wangu hapa, hamna shida. Na mjadala wetu leo ni kuhusu usalama. Kama unavyotaka bwana waziri mkuu, akaongea Dumont. Diallo akasema, unajidai kuwa kule ni waziri, lakini wewe hauna cheo chochote ndani ya serikali ya Ufaransa, isipokuwa tu wewe wanakutumia kama ni secret service kwa ajili ya maslahi ya Wafaransa huku kwetu.
Dumoti macho yakaanza kumtoka. Na unafanya vitendo vya kihaini ndani ya taifa letu hili. Dumoti akasema, hapana, huu ni uenda wazimu. Sankara akaitikia, jana ulikuwa na maongezi ya masaa 2 na Bwana Salvador, na tulirekodi mazungumzo yenu. Na Sankara akabonyeza kitufe na ile rekodi waliorekodi ikaanza kuongea. Na sauti yake ikasikika, je, una uhakika kweli Ibrahim Traore amekufa? Hiyo ni habari njema sana. Ninakuja haraka sana huko kwa ajili ya kusaini ile mikataba sasa. Dumoti wakati huo uso wake ukawa ni mweupe, akasema, hii inawezekana, hapana, mmenichomekea tu, hii sio kweli. Na Diaro akaongea kuwa wewe unashikiliwa kwa kufanya majaribio ya kumuua kiongozi wa nchi. Na Dumoti akasimama akasema, hapana, mwezi kunifanyia hivi. Mimi nina diplomatic immunity. Yaani nina ulinzi wa kidiplomasia. Mimi ni mwanadiplomasia, mwezi mkafanya hivi. Sankara akasimama, hapana, wewe si mwanadiplomasia. Wewe ni mwana intelijensia, tena umejaribu kufanya mauaji ndani ya taifa la Burkina Faso. Na wakati huo upande wa pili wa mlango ukafunguliwa na Ibrahim Traore akaingia ndani ya kile chumba. Hali yake ilikuwa haijarudi katika hali ya kawaida, lakini alikuwa anatembea vizuri tu na amekuja hapa. Dumoti akashangaa, hapana, hii haiwezekani. Akaongea kwa sauti, mimi nina nguvu kuliko wewe Mr. Dumoti, akaongea Rais Traore. Kwa hiyo wakati huo sasa Dumoti akakamatwa na vyombo vya habari vikatangaza kuwa huyu ambaye anajidai kuwa ni balozi wa Faransa amekamatwa akijaribu kumuua rais. Na wakati huo wakaita balozi wa Faransa aeleze ni kwa nini Ufaransa inafanya vitendo vya kinyama ndani ya taifa la Burkina Faso. Na balozi wa Ufaransa akasema serikali ya Ufaransa haikumtuma Dumoti, alikuwa anajifanyia yeye mwenyewe hizo kazi, wala hakutumwa na serikali ya Ufaransa. Lakini hakuna aliamini haya maelezo. Na Ibrahim Traore akalihutubia taifa na kuwaambia ni nini uzoefu wake katika hapa. Akaelezea kuwekewa sumu ni sawa na kulishambulia taifa la Burkina Faso, uhuru wake na utu wake. Na akasema hii ni alama imetuonyesha kuwa uhuru sio jambo tu hivi hivi la urahisi, hapana. Tunahitaji kupambana kila siku. Na akasema hii inatuonyesha pia tukiweza kumgundua msaliti alafu tukachukua maamuzi, hakuna nchi yoyote au taifa lolote kutoka nje linaloweza kutuingilia sisi huku. Tunaweza tukafanya sisi wenyewe kwa maamuzi yetu, na hii inaonyesha tuna nguvu sana kuliko wao. Na katika hali ya kushangaza, Traore akamteua huyo Maurice Sankara kuwa yeye ni mshauri wa usalama wa taifa la Burkina Faso. Ni mtu aliyekuwa miaka 3 iliyopita amemweka nje ya ofisi na kumshikilia kwenye nyumba ya uangalizi, lakini sasa amemrudisha kwenye nafasi yake. Na baada ya kuongea na vyombo vya habari, Traore na Sankara wakabaki wakijadilia. Na Sankara akauliza, kwa nini unanipa mimi cheo wakati wewe ulikuwa unanichukia? Traore akajibu, nilikuwa nakuchukia, lakini upendo wako ulikuwa ni mkubwa kuliko chuki yangu na mapenzi yako kwa taifa, kwa sababu migodi ilikuwa mikononi mwa manyang'au. Angalia usalama wa taifa, wao walikuwa wameushikilia. Kwa ndio maana nimekuamini. Na Traore akaendelea kumwambia, unajua Sankara, wakati mwingine maadui wakubwa ndio wanaweza wakawa marafiki wakubwa, alafu ambao wana muungano mzuri na wakafanya mambo makubwa sana. Na sasa nimegundua kuwa kukuondoa kwenye nafasi yako kwa muda wa miaka 3, hayo yalikuwa ni makosa. Ulikuwa unaenda na njia nyingine, lakini lengo lilikuwa ni moja, uhuru wa Burkina Faso. Kwa hiyo hii sumu imekuja kutuunganisha tena. Na hapo ikawa sasa watu waliokuwa maadui wamesimama pamoja wakiangalia mustakabali wa taifa huko mbeleni. Haya ndio ambayo yanasababisha au yanafanya kukawa na majaribio mengi ya Ibrahim Traore kutaka kuuawa, na alishakula sumu kabisa huyu mwamba, lakini Mungu alimsaidia. Na ndio maana kama mnakumbuka tulikuwa tunaripoti kuwa Wafaransa wamekamatwa wakiwa wanajaribu kufanya uhaini wa kutaka kumuua Ibrahim Traore. Asanteni sana wanaokuwa Mwafrika, tunawashukuru.